Habarini za mchana. Nitakuwa na machache ya kuzungumza na nyie, lakini baada ya hapo nitatamani niwasikilize kidogo, kwa sababu ratiba yangu imenibana. Nilitamani kuwa na nyie siku nzima, lakini kwa sababu ya mwingiliano wa ratiba nyingine ambayo nalazimika kwenda, itabidi nifanye hivyo. Kwa hiyo mtanivumilia, sawa? Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia sisi sote kuwa na afya njema, hatimaye kukutana siku hii ya leo kuzungumza na vijana wa halmashauri ya Msimbo. Pongezi na shukurani nyingi pia nizitoe kwenu vijana wa Msimbo kwa kuendelea kuwa mabalozi wa amani. Wilaya yetu ya Mpanda ikiwemo halmashauri yetu ya Msimbo hatujapata taharuki, hatujapata changamoto, hatujapata vurugu kama maeneo mengine ambapo mtakuwa mmeona, ambazo pia zimesababishwa kwa kiasi kikubwa na vijana. Lakini kwa halmashauri ya Msimbo vijana mmeendelea kuwa mabalozi na kielelezi halisi, kielelezi kizuri cha masuala ya amani. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru sana kwa kuendelea kuhakikisha halmashauri ya Msimbo inakuwa salama salimini. Hongereni sana vijana. Pia shukrani za kipekee zimwendee rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo ameendelea kuyajali makundi yote ndani ya jamii likiwemo kundi la vijana. Katika wilaya yetu ya Mpanda tumepokea fedha na kwa halmashauri ya Msimbo bilioni 10 na milioni 120. Fedha hizi zimeenda kwenye shughuli mbalimbali za maendeleo kwa kipindi kifupi cha mwaka huu wa fedha. Tumeweza kupokea hizo fedha. Fedha hizi zimeenda kwenye sekta ya elimu, sekta ya afya, maji, barabara, kilimo pamoja na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, kwa maana zile 10%. Amini leo tumekutana na vijana kuzungumza na vijana, kusikiliza changamoto zao, lakini pia kuwajuza vijana fursa zilizopo katika halmashauri ya Msimbo. Ni matumaini yangu kuwa baadhi yenu mliweza kumsikiliza Mheshimiwa Rais wakati ametoa hotuba ya kufungua bunge. Katika hotuba yake kwa kiasi kikubwa sana alieleza dhamira ya kuwatumikia Watanzania na haswa vijana. Hotuba ile ya Mheshimiwa Rais kwa kiasi kikubwa sana iliwagusa vijana. Sasa sisi tulioko huku, ikiwemo mimi mwenyewe kama mwakilishi wa Mheshimiwa Rais, wapo wakurugenzi na watumishi wengine ambao wote tunamsaidia kazi Mheshimiwa Rais, ni wajibu wetu kuhakikisha dhamira na maono ya Mheshimiwa Rais aliyoyaeleza wakati anafungua lile bunge tunayatekeleza kwa vitendo. Sasa vijana wa halmashauri ya Msimbo mlioko hapa, ninyi ni taifa la leo, lakini pia ni taifa la kesho. Tanzania tunayoitaka, Msimbo tunayoitaka iko mikononi mwenu vijana, na kama ndivyo ni lazima mjue hii Msimbo tunayoitaka ambayo iko mikononi mwenu, mnaipelekaje inakuwa salama? Ziko fursa ambazo zipo, hizo fursa mnazipataje kwa ajili ya kujipatia kipato, kwa ajili ya kujiajiri? Na tunaamini vijana wakiweza kujiajiri na wao pia wataajiri vijana wenzao, kama na serikali yetu kuajiri wananchi wote au kuajiri vijana wote. Haijawahi kutokea na wala haitatokea, lakini ni jukumu la serikali kutengeneza mazingira rafiki, mazingira wezeshi, ili wananchi wake waweze kupata fursa za kujiajiri na hususan vijana. Kwa hiyo leo tutazungumza kwa pamoja
fursa ambazo zipo. Wapo vijana miongoni mwenu wameweza kutumia fursa, ikiwepo fursa ya kupata mikopo ya 10% na wakapiga hatua na wakaajiri wengine. Sasa hii mikopo pia, baadhi ya vijana wamekuwa na mtizamo wakiamini mikopo hii ni kwa ajili ya kundi fulani, ikiwemo masuala ya kutumia mfumo wa kidijitali. Wajue wanawezaje kutumia hiyo mifumo, wanawezaje kujiunga, wakitaka katiba inapatikanaje, kama hawawezi kuandaa nafasi yenu maafisa maendeleo ya jamii mlioko kwenye kata ni ipi? Sababu tunavyoambia wajiunge kwenye vikundi, sisi wa serikali ndio wa kuwasaidia. Zungumza na nyie ni pamoja na kuendelea kuhakikisha usalama, amani, utulivu, umoja na mshikamano tulionao unaendelea. Nyie ni wa leo na kesho. Tukivuruga amani, tukivuruga usalama, tumejivurugia sisi wenyewe kesho yetu, ama mtakuwa mmejivurugia wenyewe kesho yenu, ambapo kila mmoja anatamani kuwa na kesho nzuri. Hakuna anayetamani kuwa na kesho mbaya. Kwa hiyo amani, usalama, mshikamano na utulivu tulionao iwe ni kipaumbele katika yote mnayoyafanya.